Kata ya Mtoa ni miongoni mwa kata zilizonufaika na miradi. Ndani ya miaka 4 ya Mama Samia Suluhu tumefanikiwa kufungua barabara ya kutoka Masagi kuja makao makuu ya kata Tieme, lakini pia tumefanikiwa kupata fedha kwa ajili ya barabara ya kutoka Shelui kwenda Mtoa. Mbali na barabara, lakini pia tumepata fedha ya kujenga daraja kubwa la kisasa na ambalo liko karibuni kukamilika. Mbali na miundombinu ya barabara, kata Mtoa tumenufaika kwa ajili ya kujengewa kituo cha afya. Tulipokea jumla ya shilingi za Kitanzania milioni 680 na kituo kimeshakamilika. Kituo hiki tayari serikali imeendelea kutuletea vifaa tiba na rasilimali watu kwa maana ya watumishi, na tunatarajia wakati wote kifunguliwe tayari kwa ajili ya kuendelea na kutoa huduma. Lakini mbali na hivyo, kwa kuwa ni kata kubwa, wanafunzi walikuwa wanapata changamoto kutoka maeneo mbalimbali ya vijiji kuja kwenye shule ya sekondari ilipo. Tuliomba tupatiwe fedha kwa ajili ya ujenzi wa sekondari ya pili. Tumshukuru mama, hadi hivi ninavyoongea shule iko hatua ya mwishoni na kamilika, na baada ya midterm ya mwezi huu wa 4 watoto wanaanza kusoma. Tuliingiziwa shilingi milioni 544 kwa ajili ya madarasa 8 na majengo mengine kama maabara zote 3, tehama na maktaba. Lakini sambamba na hivyo, shule ya sekondari Mtoa tulipatiwa fedha. Mpaka leo hii miundombinu ya madarasa kwa shule ya sekondari Mtoa imeshakamilika na kubaki na ziada, na hatuna upungufu wote hata wa viti na meza. Sana hitaji kubwa ambalo bado tunalo kwa shule hii sekondari Mtoa ni kwa ajili ya ujenzi wa hosteli. Kipekee kwa niaba ya Wanamtoa tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan, jemadari wetu anayeliongoza vizuri gurudumu la nchi yetu ya Tanzania. Tumekuwa tukimshuhudia na kumuona mama kwa ukaribu kupitia fedha zinazokuja kwa ajili ya miradi inayoenda kuhudumia wananchi. Tunalo deni kwa mama, na ahadi yetu mama tunamwahidi mitano tena kwenye sanduku la kura tutaenda kumlipa mama. Lakini kipekee pia nichukue nafasi hii kumshukuru mbunge. Tuna mbunge ambaye ni mbunge mtu wa watu. Kila mahitaji tunayompelekea ili atufikishie kwa mama, Dr. Mwigulu Nchemba amekuwa mstari wa mbele kutusaidia, na fedha anazozitoa mama zinafika kwenye mikono salama na tunafanya kazi. Nyuma yangu hapa kama tunavyoona daraja la mto Kinkungu. Daraja ambalo kwa kweli limetupa matumaini makubwa sana, kwa sababu tumekuwa tukipata changamoto nyingi sana kwenye huu mto. Mvua inaponyesha mto huu huwa unajaa sana. Sasa ukishajaa manake shughuli zote zinasimama, ikiwemo magari yanayosafirisha mizigo hayawezi kupita, watu hawawezi kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Yani ninakuwa ni shida kubwa. Sasa tunapata changamoto pia za wagonjwa. Wakati huo mto umejaa, manake wanashindwa watu kuvusha mgonjwa, hatimaye kifo kinamkuta pale. Kwa hiyo tunashukuru sana jitihada za serikali kwa kujenga daraja. Daraja hili liko mbioni kukamilika kama mnavyoona, makalavati haya kwa ajili ya kukamilisha vile viwango vya mwisho vilivyosalia. Kwa kweli tunashukuru sana, kwa sababu sasa hivi huduma zetu zitakuwa rahisi sana, watu watapita kwa urahisi. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa juhudi kubwa zinazoonyeshwa mahali hapa na mahali pengine. Tunaona miradi mingi ya maendeleo ikitekelezwa kwa uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan, mitano tena kwako mama. Mheshimiwa mbunge Mwigulu Nchemba, mitano tena kwako. Mheshimiwa diwani Tyumba, Samuel Tyumba, mitano ngange kumwako baba. Ukitomasane kazi lekitonda. Tunashukuru sana kwa kweli. Mimi ni mwenyeji wa hapa, pia ni mzee maarufu. Mto wa Kinkungu kulikuwa una magonjwa makubwa mno, na tulikuwa tunateseka. Mimi ni mzaliwa hapa. Tumehangaika miaka ya nyuma. Watu walikuwa wanahangaika mpaka wengine walikuwa wanajifungulia hapa mtoni, wengine wanafariki hapa mtoni. Nimekushukuru sana rais wetu. Naona juhudi
na una bidii ya kufanya kazi kijeshi kweli kweli. Nimekupa hongera sana. Endelea kutupa tena nguvu za hali ya juu hapa Kinkungu, na sisi tunufaike. Tuwe na maendeleo mazuri. Manake kila sehemu kweli tunaambiwa hapa tuko nyuma. Kwa ajili ya nini? Kipija nyuma kwa kweli ilikuwa hatusikilizwi. Pamoja na kwamba tulikuwa tunaidiwa, lakini mimi mwenyewe nilikuwa bado sijaona, mtoto mdogo nimezaliwa hapa. Lakini sijaona juhudi zako uliozifanya ulivyoingia mpaka sasa hivi. Yaani mpaka sasa hivi nashukuru mno. Na niko kweli mpaka sasa hivi nina raha sana. Hili daraja mpaka sasa hivi nao litegemea hili likiisha hili katika tarafa au wilaya. Naona tutashukuru mpaka wilayani. Magari wafanyabiashara wana hata siku 3-4 wako njiani. Kwa ajili ya nini? Ya matatizo ya barabara, na huu mtu wa Kinkungu ndio alikuwa anatusumbua sana. Kwa sasa hivi najua kabisa nawapa hongera. Mtu wa Kinkungu hatutasumbuka tena na madhara hatutapata kwa juhudi zenu. Na waomba, yani muendelee na juhudi hizi. Tena nawaombea na Mungu aongezee baraka, naongezee siku zenu ziwe nyingi. Na mpaka sasa hivi hata kula zenu mimi nasema hapa Kinkungu lazima tutawapa kula zote. Mpaka tuhamasisha mpaka na watoto wetu ambao wameshafikia kwenye umri wa miaka 18. Tuwaambia kabisa hatutabadilisha rais wala mbunge wala diwani. Manake manufaa yao ni mazuri, matunda yao ni mazuri. Mpaka sasa hivi tunawashukuru sana. Kituo chetu cha afya cha Mtoa tuna majengo ya huduma za mama na mtoto pamoja na jengo la upasuaji, pia tuna jengo la laundry kwa ajili ya ufuaji, na pia tuna jengo la maabara na pia jengo la mortuary pamoja na nyumba ya mtumishi. Tunashukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kuweza kutufanikishia tuletea vifaa kwa ajili ya hospitali yetu hii ya kituo cha afya cha Mtoa. Mwanzoni ilikuwa tuna uhaba kidogo wa vifaa, lakini kwa sasa huduma zinapatikana vizuri. Kinatoa huduma za mama na mtoto kwenye swala la chanjo na vipimo, hususani vyote vinavyohusu mama na mtoto. Tunatoa huduma za wagonjwa wa nje wote wa kawaida pamoja na huduma za maabara zinapatikana pia katika kituo cha afya Mtoa. Pia tunatoa huduma nyingine zikiwepo za uzalishaji leba. Tunashukuru kwa kupata huduma hizo, sasa hivi zinafanyika katika hospitali hii ya Mtoa. Nitoe pongezi sana kwa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu kwa kuendelea kuboresha huduma hizi, kututhamini na kuendelea kuwaletea huduma bora katika wananchi hawa wa Mtoa. Kwanza kabisa natoa pongezi kwa Mheshimiwa Samia kwa kutukumbuka pia katika kijiji chetu hiki kutuletea huduma kama hii, shule ya sekondari. Hii imetusaidia sana kwa watoto wetu ambaye sasa tayari walikuwa wanapiga karibuni kilomita 7 kwenda kupata huduma ya elimu, na kwa sasa tutakuwa tumeshafaidi kupata elimu hapa kijijini kwetu. Moja na kuwa ni vijiji vitatu, basi hii huduma itaendelea kutusaidia sana kwa vijana wetu. Kabisa mimi namshukuru Mama Samia kwa utendaji wake wa kazi, ametuwezesha mambo mengi. Zamani kwenye huduma hii ya matibabu tulikuwa tunaenda kituo cha afya Mgongo kabla hatujawa na kituo cha afya hapa Mtoa. Kwa hiyo baada kupata huduma hii sasa hivi tuna huduma ya karibu sana. Kwa tunamshukuru sana Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huduma hii ya afya karibu. Nashukuru sana kwa msaada wa Samia kwa kutujengea kituo cha afya. Wake zetu walikuwa wanapata shida ndani ya kujifungua, walikuwa wanaenda hadi Kiomboi. Kwa sasa hivi huduma hii inapatikana hapa Mtoa, hapa kijijini. Tunashukuru msaada wa mbunge, tunaomba aendelee kutujali. Pale mbele alitujali, ametusaidia sekondari, na sasa hivi wanafunzi wetu wanapata raha. Mara kwanza walikuwa wanapata shida sana, mpaka kwenda kule Mkima walikuwa wanapata shida sana vijana wetu kwenda shuleni. Wale wa kike njia nzima walikuwa wanapita wanapishana na wanaume, tulikuwa hatuamini sana wale wanaume njiani.